Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea pengele kile kingine kinachosema kuhusu sikukuu ipi ni sikukuu na siku ipi ni siku ndogo. Na tuliongea tukasoma kitabu kile cha Luka sura ile ya 13 mstari wa 10 mpaka mstari wa 17. Pale tuliona kuna mwanamke alikuwa anaumwa miaka 18 ambaye Yesu alimponya siku ya Sabato, na mkuu wa sinagogi akakasirika, na kukasirika kwake alichukia vile aliona Yesu ameponya mtu siku ya Sabato. Akasema kuna siku 6 zipo za kufanya kazi, njooni mponywe katika siku hizo. Sasa inakueje siku ya Sabato mtu anaponywa? Na Yesu akajibu akasema, huyu binti wa Ibrahimu alikuwa amefungwa miaka 18. Mimi siku ya Sabato nimemfungua katika mateso yake. Nyie mnasema navuja Sabato? Na tukaona kwamba kule kwenye uumbaji, wakati Mungu anaumba siku ya kwanza, anaumba siku ya pili, anaumba siku ya 3, siku ya 4, alikuwa afanyi kazi za kwenda kulima na jembe la mkono shambani, au alikuwa aende kiwandani, au alikuwa hakuwa polisi anakwenda kufanya kazi ya uaskari au kazi ya jeshi. Hapana, alikuwa anafanya kazi ya uumbaji. Haleluya. Kwa hiyo hapo nasitiza kuonyesha kwamba hiyo kazi aliyoifanya Yesu ya kumponya huyu mgonjwa ndio kazi haswa aliyokuwa anafanya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile ni sawa sawa. Kwa hiyo hii kazi ya kwenda maofisini kulima kwa kutumia mkono vilikuja baada ya anguko. Baada ya Adam kufanya lile kosa, Mungu ndio akaja kwa Adam kwenye sura ya 3 mstari wa 18 na 19. Pale ukisoma mstari wa sura ya 3 kitabu cha Mwanzo, tunaona Mungu anamwambia Adam, mavumbi wewe na mavuni utarudi. Utailima ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, na utakula mboga za makondeni kwa jasho la uso wako. Utailima ardhi kwa jasho la uso wako. Pale ndio ikaja kazi hizi. Bwana Yesu abariki sana. Na zilipokuja kazi hizi, zikaja kazi za mfano. Bwana Yesu abariki sana. Ikaja siku ya Sabato ya mfano wa ile Sabato ya Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa sababu Mungu alipoingia katika raha yake, akurudi tena siku ya kwanza tena kuanza kufanya kazi, alistarehe mpaka leo. Bwana Yesu abariki sana. Na sisi tunaitafuta hiyo raha ya Mungu ambayo ukiingia unastarehe milele. Ndio hiyo Sabato ya milele. Hii Sabato tunaisema sio ya milele, ni ya mfano tu. Ndio hiyo ya Agano la Kale walipewa wana wa Israeli, walipewa kwenye kitabu cha Kutoka. Bwana Yesu abariki sana. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 tunaona wanapewa amri ya 10 za Mungu wana wa Israeli, na Sabato nayo iko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo Sabato ilikuwa ni mfano, kwa sababu hebu nikumbushie, Sabato hii waliopewa kwenye Kutoka ni tofauti na Sabato ile ya Mungu. Kwa sababu hii Sabato, Bwana Yesu abariki sana, Mungu wanasema ufanya kazi siku 6 na siku ya 7 upumzike. Bwana Yesu abariki sana. Sasa ile Sabato Mungu inasema siku ya 7 Mungu alimaliza kazi. Haisemi siku ya 6 alimaliza kazi. Inasema siku ya 7 Mungu alimaliza kazi, akastarehe siku ya 7. Haleluya. Kwa hiyo mimi ninaposoma napata kuna kazi ambayo Mungu aliifanya siku ya 7. Na tukifuatia, ukanifuata utanielewa tu. Kama hivi tunaona Yesu siku ya Sabato alifanya kazi. Haleluya. Na alisema hivi, ngoja nisome sura ya 5 kitabu cha Yohana, ili niende hapo. Nianzie kitabu cha Yohana sura ile ya 5. Mtakatifu Injili ya Yohana sura ile ya 5 tutasoma hapo. Nianzie hapo sasa katika sehemu hii. Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 10. Yohana sura ya 5 mstari wa 10, nitasoma mpaka mstari ule mpaka ule mstari wa 18. Tasoma kwa jina la Bwana. Unisikilize kwa makini. Hapo Yesu anavunja Sabato ya Agano la Kale, analeta Sabato ya nafsi. Anavunja pumziko la kimwili, analeta pumziko la roho. Na tutaangalia analiletaje hilo pumziko la roho. Kwenye mstari wa 10 anasema, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia, yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekufanya kuambia jitwike godoro uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena,
lisije likakukuta jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Mstari wa 16. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akajibu, baba yangu, mstari wa 17, akajibu, baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Bwana Yesu abariki sana. Hapo mstari wa 17 sura ya 5 kitabu cha Yohana, tunaona Yesu anasema baba yake anatenda kazi hata siku ya Sabato. Naye Yesu anatenda kazi siku ya Sabato. Asemi kwamba ile sio kazi. Haleluya. Yesu asemi ile sio kazi, anasema ni kazi. Sasa hiyo ni kazi. Ningependa niendelee. Kwa hiyo siku ya Sabato Mungu alifanya kazi. Yesu ndio anafunua hapo. Akawaambia baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapo Yesu anasema kwamba baba yake anatenda kazi hata sasa. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Mwanzo sasa sura ile ya 2 mstari wa 2 tutasoma hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2 tasoma kuona vile ambavyo andiko linasema. Ndugu yangu ambaye unanisikia, niko na ubiri mahali hapa, tambua kwamba Biblia ni kitabu kilichoandikwa kwa mafumbo sana, na watu huwa wanasoma alafu wanashindwa kuielewa, mwisho wanapotelea umoumo. Yaani wanapotelea katika maandiko. Lakini nimekuja siku ya leo kwa ajili ya kukufunulia hayo maandiko uweze kuyaelewa. Sasa kwenye sura ya 2 sikiliza kwa makini sana. Wale wanaosema Mungu aliumba kwa siku 6, siku ya 7 akapumzika. Sasa sura ya 2 kitabu cha Mwanzo hakisemi hivyo. Tarudia kusoma, sikiliza kwa makini. Imesema kwa mafumbo sana, lakini kuna mtego upo wa mahali hapa. Yule ambaye haelewi anapotea hapo. Kwenye mstari wa 2 anasema hivi, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Kwa hiyo nasema siku ya 7 Mungu alimaliza kazi aliyoifanya, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo akumaliza siku ya 6. Haleluya. Kama watu wanavyohubiri, alimaliza siku ya 7, akapumzika siku ya 7. Yaani kwa mimi naelewa hivi, labda niweke mimi navyoelewa. Ni kama vile wafanyakazi wa serikalini, vile ambavyo siku ya Jumamosi inakuwa ni siku ya kupumzika, hasa wengine huwa wanaenda kufanya kazi mpaka saa 6 wanakuwa wamemaliza kazi. Lakini siku za kawaida wanaweza kufanya mpaka saa 10 au saa 9 ndio wakamaliza kazi. Kwa hiyo walifanya kazi siku ya Jumamosi, wakapumzika siku ya Jumamosi. Kwa hiyo siku ya 7 Mungu ndiye alimaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo maandiko yanasema. Kwa hiyo ukisema alimaliza siku ya 6, unakuwa mpinga Kristo, unapinga neno la Mungu kwa kutokulielewa. Kwa hiyo alimaliza siku ya 7, akapumzika siku ya 7. Ndio maandiko yanasema. Na alipopumzika mpaka hivi leo hajafanya kazi. Bwana Yesu abariki sana. Sasa basi nitakumbushia kidogo hapo, kwa sababu siku ya 7 ilikuwa ni fumbo. Siku ya 7 ni siri. Nitakumbushia kidogo alafu nani. Kumbuka kwamba wakati ameshamaliza hapo, ukiendelea kusoma kitabu hiko cha Mwanzo hapo, sura hiyo ya 2, unaona kwamba maandiko yanasema hapakuonekana mti, hapakuonekana anasema kwamba Mungu akanyesha mvua kwa sababu hapakuwa na mti wowote. Alafu hapakuonekana mtu wa kuilima ardhi. Bwana Yesu abariki sana. Hebu kwanza niendelee. Mstari wa ngapi hapo? Mstari huu wa 4. Nianzie mstari wa 4. Anasema hivyo ndivyo vizazi vya mbingu, sura ya 2 mstari wa 4. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga za kondeni hazijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Bwana Yesu abariki sana. Ukungu ukapanda, anasema ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu abariki sana. Nimeguswa nisome hapo ili kukufunulia ndugu yangu kwamba alipoumba Mungu akamaliza kuumba siku ile ya 7, anasema kwamba hapakuwa na mti wowote, hapakuwa na mtu. Bwana Yesu abariki sana, wa kuilima ardhi. Bwana Yesu abariki sana.
Sasa kwa sababu nimeingia hapo, napenda nikumbushie ili unipate vizuri. Siku ya sita Mungu alimuumba mtu, lakini huyo mtu alikuwa ni mtu roho, sio mwili wa damu na nyama. Nikumbushie tu ili upate vizuri kwamba mtu aliumbwa, yule mtu ambaye ni roho aliumbwa kwa neno. Mungu alisema na tufanye, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wa Mungu. Akaumba mtu mwanamke na mwanaume. Kisha akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu alipoumbwa kwa neno, hapa hajafinyanga udongo. Na huyu mtu alipoumbwa kwa neno alikuwa mfano wa Mungu, kwa sababu Mungu wakati ule alikuwa hajachukua mwili wa kibinadamu. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa ni mtu roho. Mungu aliumba roho, au aliumba mtu neno. Kama vile tunavyozaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu, unapomwamini Mungu unazaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu. Haleluya. Na Adamu wakati ameumbwa hivyo akiwa mtu wa roho, akiwa neno, ilipasa azae kwa neno. Bwana Yesu abariki sana. Hapo nilikuwa nakukumbushia tu kwamba siku ya sita Mungu alimuumba mtu kwa kutamka, akufinyanga udongo. Hasa siku alipochukua udongo akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, pale ni siri. Bwana Yesu abariki sana. Siku ulipotanda ukungu, siku ulipotanda ukungu, mvua ikanyeshewa na ule ukungu miti ikaota, ni siri. Kwa sababu pale mwanzo aliumba miti kwa kutamka tu. Lakini miti iliyoota hii ilikuwa bado. Bwana Yesu abariki sana. Siku ambayo Adamu aliita majina wanyama, alifanya kazi ya kuwapa majina wanyama, akasema wewe ng'ombe, wewe mbuzi, wewe nguruwe, wewe tembo, wewe nyati. Siku hiyo Biblia haikuandika ni siku gani, ilikuwa ni siri. Haleluya. Tunapoendelea katika mahubiri utagundua kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku ya 7. Wakati ukungu umetanda, miti imeota, wakati mtu kachukua udongo kamfanya mtu wa kimwili, kaumba mwili wa mtu. Kwa sababu Mwanzo 1:26 aliumba roho, lakini sura ya 2 mstari wa 7 Mungu aliumba mwili wa damu na nyama, mwili wa udongo, akaumba mtu wa kushikika. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Nimeguswa tu nielezee hivi. Kwa hiyo sasa kwa maandiko haya upate kujua kwamba siku ya 7 Mungu alifanya kazi, lakini alipumzika siku hiyo. Kwa hiyo aliumba akapumzika. Na alipopumzika Mungu alipumzika mpaka leo. Hiyo kazi alimpa mwanae Adamu. Mpaka sasa hivi Mungu ametupa sisi hiyo kazi. Nakumbushia tu. Ndio alimwambia Petro kwamba tazama Petro, nimekupa funguo za ufalme. Utakao lifunga duniani na mbinguni utakuwa limefungwa. Yesu alimwambia hivyo Petro. Na utakao lifungua duniani na mbinguni utakuwa limefunguliwa. Nakupa funguo. Kwa hiyo funguo za ufalme wa mbinguni zilikuwa kwa Petro, au kwa namna nyingine funguo za ufalme umekabidhiwa mwanadamu. Mimi hapa kama unaona niko na ubiri kiusai, ndio na ufalme wa mbinguni. Naweza nikafungua mbingu na nikafunga mbingu. Mungu hawezi. Bwana Yesu abariki sana. Mungu hawezi, kwa sababu funguo za ufalme amelipa kanisa lake. Kwa hiyo kanisa ndio lenye mamlaka. Mungu akitaka kusema anasemea katika kinywa cha mwaminio wake au kinywa cha kanisa. Bwana Yesu abariki sana. Mungu anazungumza kwa jinsi hiyo. Ndio maana baada ya Mungu kupumzika tunaona wakaja manabii. Adamu mwenyewe tunaona alianza kuita majina wanyama. Tunaona akaja Musa akaanza kusema maneno. Hayo maneno ya Musa ndio tunasema maneno ya Mungu. Wakaja manabii wa kina Isaya, wakaja kina Joshua. Hadi Joshua tunaona anasimamisha jua. Anasema jua simama usitembee, na jua linasimama. Tunamwona Elia nabii anakuja anasema mvua isinyeshe miaka 3.5 kwa neno langu. Hawa manabii walikuwa nafunua vile Mungu ametupa sisi mamlaka. Kuanzia hapo na hata milele hakuna wakati Mungu ataongea yeye kama yeye, kwa sababu ameumba mwanadamu ili akae ndani ya mwanadamu, aanze kunena kupitia kinywa cha mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa basi kwa nini nimesimulia hivyo? Nimesimulia hivyo kuonyesha kwamba imetembea mpaka siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste kwenye Matendo sura ya 2, pale ndio Sabato inavunjwa, sikukuu zote zinavunjwa, sijui Pasaka, sijui nini, Christmas, pale zinavunjwa. Haleluya. Hebu ningesoma hapo. Kwa nini naenda kusoma hapa? Kwa sababu siku ya Pentekoste kwenye Matendo sura ya 2 ndio Roho Mtakatifu anashuka ndani ya kanisa. Kama vile siku ile alipomuumba Adamu kwenye sura ya 2 mstari wa 7 kitabu cha Mwanzo, tunaona alipomuumba Adamu, Mungu akapulizia pumzi ya uhai, Adamu akawa nafsi hai. Adamu akawa na mamlaka ya kunena chochote atakacho, na akinena Adamu kinakuwa hivyo. Kama vile Mungu kabla hajaumba Adamu alikuwa akisema kitu kinakuwa. Bwana Yesu abariki sana. Tunaona mtoto wake Adamu amepewa kazi, amepewa mamlaka ya kutawala dunia, na Edeni yote alikuwa anaitawala, anatawala kwa neno lake. Bwana Yesu abariki sana. Sasa huo uweza Adamu aliupoteza pale Edeni.
Sasa siku ya Pentekoste Mungu anaurudisha huo uweza, anarudisha yule roho, ile pumzi ya uhai, Mungu anapulizia kwa wanafunzi wake. Bwana Yesu abariki sana. Hebu tusome kitabu cha Matendo. Kitabu cha Matendo sura ile ya 2. Tega sikio karibu nimalize uweze kunielewa vizuri sana. Matendo sura ile ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2, nianzie mstari wa kwanza hapo. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi, kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hapa nimepafungua, unaweza kuendelea mwenyewe kusoma nyumbani. Hapo ndipo Mungu anapulizia pumzi ya uzima wa milele, kwa sababu Adam pale Eden alikuwa anaishi milele. Alipewa uzima, alisema ailime na kuituza bustani ya Edeni milele, Mungu alimwambia hivyo. Lakini sasa Adam akafanya kosa. Alipofanya kosa Adam, ndipo Mungu tena anakuja kwa kupitia njia ya Yesu Kristo. Kumbuka Adam alipofanya kosa, Mungu alimwambia nimeweka uadui kati ya uzao wako nyoka na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa, nawe utaponda kisigino. Alikuwa amesema unabii wa kuja Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Na mstari wa 21 sura ya 3 hapo kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21 tunaona maandiko yanasema Mungu akachukua ngozi ya kondoo akamvisha Adam. Kwa hiyo yule kondoo aliwawa akiwa ni mbadala au alikuwa ni kivuli cha kuja kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu alitoa unabii kwamba Yesu atakuja, na huyu Yesu atakuja kumwokoa Adam na kumrudisha mahali alipotoka. Atarudisha ule uweza, atarudisha ile nguvu, atarudisha ile mamlaka aliyokuwa nayo Adam. Sasa yale mamlaka yalikuja siku ya Pentekoste kwenye Matendo sura ya 2. Mungu akapulizia uzima wa milele ndani ya kina Petro, Yohana, Yakobo, wale watu 120 ambao walikuwa gorofani wakingoja Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akashuka juu yao, akaingia ndani yao. Na alipoingia ndani yao inakuwa kama Adam. Adam alipokuwa ameumbwa kule, Mungu alipulizia pumzi ya uhai ndani yake. Au kwa namna nyingine Mungu aliingia ndani ya Adam, akaanza kusema kwa kupitia kinywa cha Adam. Sasa siku ya Pentekoste Mungu anaingia ndani ya wanafunzi wake 120, anaanza kusema kwa kutumia vinywa vya wanafunzi wake. Ndio yale mamlaka aliyokuwa nayo Yesu yakawa yako pamoja nao. Tunaona wanafunzi tena wanaombea vipofu wanaona. Tunaona kama Yesu alivyoponya mwanamke aliyeumwa miaka 18, tunaona akina Petro napo wakaenda kumponya yule kiwete kwenye ule mlango mzuri pale hekaluni, wakasema hatuna fedha dhahabu, kwa jina la Yesu simama uende. Tunaona Petro, kuna mtu alikufa akamfufua. Basi yale mambo ambayo Yesu alisema kwenye Marko 16 na mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Zile ishara zikaanza kutendeka baada ya Matendo 12. Yale mamlaka ambayo alimwambia Petro anampa funguo, hiyo mamlaka ilishuka ndani ya wanadamu, ya wanafunzi wa Yesu pale Pentekoste. Bwana Yesu abariki sana. Sasa baada ya mamlaka hiyo kushuka ndani ya wanafunzi, ibada ya kuabudu kwa kufuata siku fulani, siku kuu, ilikoma. Bwana Yesu abariki sana. Hapo siku zote ni kuu, siku zote ni ibada. Ibada ikaanza kufanyika kila siku. Hebu nisome hapo kwenye sura hiyo ya 2, nisome mstari ule wa 43 mpaka mstari ule wa 47. Jinsi ambavyo siku zilikoma. Hapo hatuna sikukuu fulani kubwa na siku ndogo baada ya Roho Mtakatifu kushuka. Baada ya Mungu kushuka ndani ya wanafunzi wake, hatuna mambo hayo tena. Kwenye kitabu kwenye 43 mstari wa 43 sura ya 2 kitabu cha Matendo anasema, kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa. Na mitume na wote walioamini walikuwa mahali pamoja, na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa.
Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo baada ya Roho Mtakatifu kushuka, ibada ikaanza kila siku. Ndio maana kule kwenye Agano la Kale walikuwa wanasherehekea siku ya Pasaka, ndio wanamla mwana kondoo, lakini jioni ile Alhamisi wakati Yesu anabadilisha Pasaka ya Agano la Kale, analeta Pasaka ya Agano Jipya, alichukua mkate akasema, huu ni mwili utakaotolewa kwa ajili yangu. Twaeni mle wote. Bwana Yesu abariki sana. Akaumega akawapa wanafunzi wake. Akachukua kikombe jioni ya Alhamisi, akasema, hii ni damu itakayotolewa kwa ajili yenu. Akawapa wakanywa. Haleluya. Sasa hapa tunaona baada ya kuwapa hivyo, maandiko yanasema siku zote walimega mkate. Yaani siku zote walikuwa wanamla Pasaka. Sasa Pasaka kabadilika, badala ya kuwa Pasaka kondoo, sasa amekuwa Pasaka Yesu. Na Pasaka Yesu mkate ni mfano. Tunaposema Pasaka Yesu, yeye ni neno la Mungu. Hivi hapa tuko tunafanya ushirika na ninyi ndugu mnaoniangalia. Hapa ndio tunamla mwana kondoo. Hapa ndio tunakula Pasaka. Bwana Yesu abariki sana. Na washangaa Wakristo wenzangu ambao wanasema usile nyama siku ya Ijumaa Kuu. Siku ya Ijumaa Kuu kule kwenye Pasaka Agano la Kale ndio walichinja mwana kondoo. Haleluya. Mwana kondoo alichinjwa, watu wakala nyama, na wale wote walikula nyama wakapaka damu, ndio pigo hawakupigwa. Sasa na Yesu alikufa kama mwana kondoo wa Pasaka, kwamba ili watu wamle Yesu wapate uzima wa milele. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ndio haswa inatakiwa tule nyama, kwa sababu walikula kondoo kule. Lakini nyama sasa imebadilishwa nyama ya kawaida. Sasa tunaona neno la Mungu ndio nyama. Palipo na mzoga ndipo akusanyikapo tai. Kwa hiyo neno la Mungu ndio mzoga wa kondoo, ambaye Yesu huyo neno la Mungu ndio inatakiwa tumle yeye. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapo siku ya sikukuu fulani ilikoma, ni siku zote walimega mkate wakisali nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo kila siku walikula mwana kondoo. Hasa nikumbushie hivi. Sasa katika Agano la Kale tunaona kweli ilikuwa siku ya Jumamosi ilikuwa ndio siku ya saba. Ilikuwa ndio Sabato. Kwa hiyo tunapokuja Agano Jipya, Yesu baada ya kufa alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo kuna Wakristo wanaadhimisha siku ya kwanza ya juma kama Sabato, wanasema ni siku takatifu kwa sababu Yesu alifufuka siku ya Jumapili. Na wanasema katika historia ilikuwa tofauti kati ya Wakristo na Mafarisayo. Wakristo waliamini ufufuo wa Yesu. Mafarisayo walikuwa wanapinga Yesu hajafufuka. Kwa hiyo wale Mafarisayo na Masadukayo waliokuwa wanapinga Yesu hajafufuka, wale walikuwa wanaadhimisha siku ya kwanza siku ya saba, yaani Jumamosi, ndio walikutanika kwa ajili ya ibada. Na wale walikuwa wanaamini Yesu Kristo kwamba yeye alifufuka siku ya kwanza ya juma, wale waliadhimisha siku ya Jumapili kama Sabato, walikuwa wanaichukua kama Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Walikuwa wanaichukua Jumapili kama Sabato. Haleluya. Sasa lakini mimi ninavyohubiri hapa sina maana hiyo. Kama kuna Mkristo anachukua siku ya Jumapili kama Sabato, siku takatifu, siku ya Bwana, amekosea. Na kama kuna Mkristo anachukua Jumamosi au siku ya saba ya juma kama siku takatifu, naye amekosea. Au nawaita washika siku. Na kama kuna Mkristo anaangalia mwezi fulani mpaka uandame, Bwana Yesu abariki sana, nayo hiyo Yoeli imekomesha kwamba sasa hivi hatuabudu kwa kufuata miandamo ya mwezi. Kama kuna Mkristo anashika Kwaresima, kwamba kuna kipindi cha Kwaresima, Bwana Yesu abariki sana, siku 40, huyo naye amekosea. Hao wote wako sawa lakini hawajuani tu. Wako katika mambo ya mwilini. Sisi Wakristo ni watu wa rohoni. Kwa hiyo Mkristo yote hapaswi kuitwa Mkristo pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sikukuu ya Mkristo ni siku ile ambapo atapata Roho Mtakatifu. Kwa sababu maandiko yamesema watu wote wenye Roho Mtakatifu hao wanakwenda kwenye unyakuo, na watu wote wasio na Roho Mtakatifu hao wanakwenda kuangamia. Bwana Yesu abariki sana. Sasa baada ya hayo ningependa nisome hapa kuonyesha kwa nini tunakusanyika. Kwa sababu nimekuwa nikihubiri hivi, na baada ya kuhubiri hivi watu wanasema, "Sasa mbona nyinyi mnakusanyika?" Wananiuliza, "Unakusanyika siku gani?" Mimi nasema nakusanyika siku ya Jumapili. "Sasa mbona unakusanyika Jumapili na wewe? Na wewe si mshika siku tu." Bwana Yesu abariki sana. Sasa nataka niseme kwa nini nakusanyika. Tusome kwenye kitabu cha Warumi. Ingawa najua kukusanyika ukifanya kama ni siku takatifu zingine sio, umefanya kosa. Siku zote ni takatifu sisi kwetu wa Kristo tuliomwamini Yesu Kristo. Hakuna siku ambayo mbaya, na siku zote inabidi tuishi maisha matakatifu. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu tunaishi maisha matakatifu siku zote, ni kufurahi tu. Sasa nisome Warumi hapo. Warumi sura ya 14 mstari wa 5. Kwa nini tunakusanyika? Ingawa nimesema hivyo nikiwa na maana wanaoshika siku wanaishi torati wakiwa Agano Jipya. Siku ilishakomeshwa lakini wako bado washika siku tu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Warumi sura ile ya 14. Tasoma mstari ule wa 5. Nasoma mstari wa 5, anasema hivi: mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Yeye aazimishaye siku huiadhimisha kwa Bwana, naye alaye ula kwa Bwana. Nirudie tena. Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Yeye aazimishaye siku huiadhimisha kwa Bwana, naye alaye ula kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma huu mstari kuonyesha kwamba mimi kama na siku ya Jumapili naiadhimisha, na wewe unaadhimisha Jumamosi, basi hizo siku zote ni takatifu. Yeye azimisha siku yazimisha kwa Bwana, kwa sababu siku zote zimeumbwa na Mungu na zipo Mungu aliziweka. Hakuna siku chafu na hakuna siku safi. Haleluya. Hakuna siku tukufu na siku nyingine sio tukufu. Zote ni takatifu, na mtakatifu anatakiwa awe mtu, sio siku. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kwa hiyo mtu ndio inapasa awe mtakatifu. Siku ya Mungu aliumba ni takatifu. Wanaofanya siku ionekane mbaya ni watu. Kama hizi sikukuu tunazozisema, watu wamesherehekea juzi hapa sikukuu ya Pasaka. Lakini ukiwafuatilia walivyosherehekea, wameenda kunywa pombe, wamelewa, wamefanya uzinzi, eti wanamsherehekea Yesu. Unakuta ni wachafu tu watu hao, alafu wanasema ni sikukuu, ni siku takatifu. Utakatifu uko wapi hapo? Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo watu wengi wanashika siku fulani wanasherehekea, lakini katika kusherehekea wanafanya mambo yasiyofaa. Kwa hiyo sikukuu ya kweli ni ile ambayo Mkristo anapata Mungu, Mkristo anaishi maisha matakatifu, na siku zote inatakiwa uishi maisha matakatifu. Hakuna siku fulani takatifu na nyingine chafu. Siku zote ni takatifu, isipokuwa watu ndio wachafu. Bwana Yesu abariki sana. Watu ndio wanafanya maovu. Sasa mimi niko nahubiri kwamba inatakiwa siku zote uishi maisha matakatifu. Sasa hapa nimefungua mstari kuonyesha kwamba siku yoyote ukiamua kukusanyika, hamna shida. Hata Jumatano, hata Jumapili, nyinyi mkapanga mkakusanyika siku hiyo mkafanya ibada, hamna shida, kwa sababu andiko limesema msichoke kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Kwa hiyo hilo ni neno, inatakiwa tupange siku gani tukusanyike, tuwafanye ibada. Kama mimi Mkristo naenda nchi fulani ambazo hizo nchi, kuna nchi ambazo wanapumzika siku ya Ijumaa. Bwana Yesu abariki sana. Mimi naabudu Jumapili, ndio nakusanyika kwenda ibadani Jumapili nakusanyika. Nikienda kwenye nchi ambazo wanakusanyika Ijumaa, Jumapili wanafanya kazi, na mimi nakusanyika Ijumaa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa maana kuna Wakristo wengine akienda nchi hizo anaanza kugombana na watu. Baadaye aende kazini siku ya Jumapili anaanza kusema Jumapili ni siku takatifu, Jumapili ni siku ya Bwana. Mwingine anaanza kugombana na watu siku ya Jumamosi. Kuambia aende kazini siku ya Jumamosi, anaanza Jumamosi ni siku takatifu. Acha huo ujinga, hayo mambo ya Agano la Kale. Haleluya. Hayo mambo ni Agano la Kale, sio Agano Jipya. Hayo yalishakomeshwa. Kwa hiyo wewe ukiona watu wanakusanyika kama mimi nakusanyika Jumapili, kwa sababu naangalia kwamba siku ya Jumapili ndio watu wengi wanakusanyika, wanaacha, wanakuwa hawaendi kazini, imetolewa hivyo. Kwa hiyo ndio maana nakusanyika Jumapili. Kama siku yoyote ingekuwa hivyo, ningekusanyika siku hiyo. Bwana Yesu abariki sana. Na hata sikukuu hizi gani zisema hivyo, lakini kama sikukuu hiyo watu ndio wako huru, hawaendi makazini, na mimi nitaenda kuwahubiria Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale hamna hatia, kwa sababu unawatafuta watu wakiwa wako huru, unawafuata, unawahubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya haya nitaka kusema hivi, kama unatafuta maandiko yanayosema Jumapili, kwa sababu kuna wengine wanasema siku ya Jumapili ililetwa na watu fulani. Bwana Yesu abariki sana. Ili wakusanyike Jumapili ni watu fulani, ila siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili, haipo kwenye maandiko. Sasa nisome kwamba kama unatafuta siku zote hizo, Jumamosi na Jumapili zipo katika maandiko. Bwana Yesu abariki sana. Ingawa ziliandikwa siku ya kwanza na siku ya 7. Ngoja nisome hapo kwenye Kutoka sura ile ya 12. Nisome hapo, naenda kumaliza sasa. Kutoka sura ile ya 12 na mstari wa 16 naonyesha kwamba kimaandiko, ingawa nimezisema hizo siku, hao wanaowacheka wanaoabudu Jumapili na hao wanaocheka wanaabudu Jumamosi, hawa ni sawa na nyani wanaochekana. Haleluya. Nyani wanachekana, na mwangalia mwenzie nyuma anamcheka, na wewe unamwangalia nyuma mwingine anamcheka, lakini wote ni wale wale tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Kutoka sura ile ya 12 na mstari wa 16. Mstari wa 16 unasema hivi: siku ya kwanza kutakuwa
kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya saba kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu itafanyika kwenu. Narudia tena mstari wa 16 na 17. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya saba kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu ifanyike kwenu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ukisoma maandiko, siku ya saba ipo, na siku ya kwanza ipo, na hii siku ya kwanza ya juma ndio iliitwa siku ya 8. Kutakuwa na kusanyiko makini. Kwa hiyo hizi sikukuu alizopewa Musa zilikuwa nyingi. Hiyo siku ya kwanza ilikuwepo, hiyo siku ya ngapi ilikuwepo. Bwana Yesu abariki sana. Lakini zote zilikomeshwa. Haleluya. Zote zilikomeshwa. Sasa hivi sisi hatuabudu kwa kufuata siku kuu, ila sasa andiko linasema kwamba hawa watu wenye Roho Mtakatifu hawa ambao wameamini neno la Mungu sasa hivi wakajazwa Roho Mtakatifu ndio wamepaka damu. Bwana Yesu abariki sana. Hawa ndio wamepaka damu kama kwenye Torati ya Musa. Nadhani nimalizie hapo. Nisome kidogo andiko, nimeongea sana. Nisome andiko kwenye kitabu cha Waibrania sura ya ngapi? sura ya 9 ya 7. Bwana Yesu abariki sana. Tamani nisome kitabu cha Waibrania kuonyesha hapo. Sura ya 9. Nilikuwa natafuta andiko, nadhani limenitoka, tarudia tu. Kama wewe ni msomaji wa Biblia utaenda kuliona. Inaposema pale damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Abili. Nikiwa na maana kwamba hili neno la Mungu ndio damu kwa Mkristo wa kweli. Kwamba anapokuwa ameamini neno la Mungu ndio anakuwa amepaka damu, na anapoishi kulingana na neno la Mungu ndio amepaka damu, na anapokuwa yuko sawa na haya maneno anayaishi haya ndio yuko salama, yuko ndani ya safina. Na mapigo anapokuja huko, maandiko yamesema huyo mtu anakwenda kunyakuliwa. Na wale wote ambao wataishi kinyume na neno la Mungu au wanakwenda kuwa majivu siku ile inayokuja, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa baada ya hayo nimeonyesha kwamba sasa siku zote ni takatifu. Hatuna siku fulani takatifu na siku fulani ambayo sio takatifu. Siku zote ni takatifu, na takatifu hasa inatakiwa mtu ndio awe mtakatifu. Sio hata Musa aliambiwa bua viatu, hapo ni mahali patakatifu alipokuwa anachunga kondoo. Hapakuwa kanisani wala hapakuwa kwenye nyumba ya ibada fulani, ila palikuwa ni polini. Palikuwa patakatifu kwa sababu Mungu alikuwepo. Hasa na mimi na wewe tunapokuwa na Mungu katika mioyo yetu, sisi ndio tunakuwa watakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Haleluya. Hao watakatifu ndio peke yao ambao hawatapita katika dhiki kuu. Hao watakatifu ndio wao peke yao hawataenda kwenye moto wa milele. Hao wataishi milele. Bwana Yesu abariki sana. Basi niishie hapa, nitaje namba zangu za simu tena. Kipengele kinachokuja tutaendelea kumtaja huyo Elia nabii. Usichoke kusikiliza, utampata huyo Elia nabii ambaye alitumwa kutuletea ujumbe. Hivi ninavyohubiri sio mimi, kuna Elia nabii ambaye anatubia tuingie kwenye safina ambayo ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitaje namba zangu za simu. 0757 1974 88. Namba ya Tigo 0676 1974 88. Hizo ndio namba zangu kwa ajili ya mawasiliano. Napenda ushirika. Napenda unipigie tuweze kufanya ushirika. Najua kuna watu watanisikiliza, na unaweza kunisikiliza ukaona kama kuna sehemu kama ninakosea, au kuna sehemu nataka kuongezea kitu fulani kuniongezea. Unajua sisi Wakristo tunafanya kazi kwa kushirikiana. Unapoona mwenzako yuko ana nia nzuri kama hivi, afu kuna sehemu labda unaona kakosea kitu fulani, unaweza ukaniongezea. Bwana Yesu abariki sana. Mimi napenda kukosolewa, napenda kuongozwa. Sio watu wale ambao hawapendi kuongozwa, akikosea apendi aambiwe. Mimi siko hivyo. Wewe niambie tu, niko huru, napenda ushirika na nakupenda ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.